The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana, ambapo leo tunaendelea kufahamu nini kilimtokea dada yake Jennifer, yani Miriam. Akawa analia kwa sauti ya uchungu, kwa sauti ya juu sana. Lakini pia tufahamu nani ambaye alimshika mkono Jennifer, kuna nini kiliendelea. Mimi naitwa Madam T, unasikiliza 98.7 Banana FM. Lakini pia nikukumbusha kwamba simulizi zetu hizi unazipata pia katika mtandao wetu wa YouTube, andika Banana FM TZ. Kuanzia simulizi ya bahati, simu ya kwanza basi zinapatikana. Cha kufanya hakikisha umesubscribe na kucomment, umelike pia simulizi yetu, basi ili tuweze kuendelea kuwa sambamba. Leo tunaendelea bila kupoteza wakati. Jennifer anasema mtu alinishika mkono na baada ya hapo alizima ile taa. Lakini Jennifer anasema kwa wakati ule alikuwa ni mmoja, kwa hiyo alivozima na mimi nikapambana kwa mkono mwingine nikaiwasha tena ili nitamani kujua ni nani. Jennifer anasema nina hofu hapo, ninatetemeka nikitamani kujua ni nani ambaye anafanya hivyo. Basi Jennifer anasema nilivowasha tena nilimuona, lakini sikufanikiwa kumuona sura kwa sababu alikuwa amevaa mask. Lakini pia nilivowasha ile taa niliona wengine wakiwa wanatokea chumbani kwa dada Miriam, lakini wengine pia akiwa yupo anatoka anaelekea kwenye mlango wa babangu kwa ajili ya kufungua mlango. Lakini Jennifer anasema sikuwa nimeweza kumuona hata mmoja sura yao kwa sababu wote walikuwa wamevalia mask usoni, kwa wamevaa zile socks za usoni ambazo zinaacha macho tu, na ni watu ambao sijui kama nawajua. Basi Jennifer anasema walikuwa ni majambazi ambao walikuwa, najiuliza yani kwa nini walivamia pale nyumbani kwetu wengi kiasi kile. Jennifer anasema nishindwa kupata jibu, yani uwezo wa design gani wale. Lakini dada Miriam bado nilikuwa nasikia kilio, sasa hivi kimepungua lakini bado analia. Jennifer anasema kumbuka majirani, sijui undugu, wote walikuwa kwenye shule yangu. Na Jennifer anasema mimi mwenyewe kule nimetoka kabla yao, kwenye ukumbi nimeondoka kabla yao. Anasema nilivyoondoka nilikuja nyumbani nilijua afisa dada Miriam yeye yuko nyumbani, na nimefika huku ndo nimekutana nayo mambo. Siwezi tena kupiga ukunga wa nini, siwezi kupiga kelele, nani hawezi kuniacha nipige kelele wala nini. Anasema nilisikia dada Miriam akiwa analia, lakini analia sauti tena, yani sauti ya chini sana, yani mpaka msikilize kwa makini ndio namsikia. Kilichokuwa kinaniwazisha nilikuwa najiuliza wamemfanya je dada Miriam? Wamempiga, wamemkaba, wamembaka au wamemfanya nini? Jennifer anasema ile taa ilizimwa, na Jennifer anasema wakati yule mmoja akiwa anaendelea kunipambana na mimi nilijivuta nikiwa nataka kupambana naye ili basi eti nichomoke kwenye mikono yake, bila kusahau kwamba singeweza kufanikiwa kwa sababu walikuwa tayari wako wengi, wako kama 4. Ifazima walikuwa 4, singeweza kukabiliana nao wote. Jennifer anasema mbele, yani chumba ambacho wa karibu sana ni chumba cha kakaangu, ambacho Jennifer anasema hicho chumba ni ambacho mimi nilikuwa nakitumia mara nyingi sana kwa ajili ya maandalizi ya shule ya shule yangu. Kwa hiyo sikutaka kuwa na mkera dada Miriam. Gauni, nguo zangu, vitu vyangu vingi nilikuwa naviandalia nikiwa chumba cha kakaangu. Jennifer anasema walitaka kupata funguo ya chumba cha babangu, na anasema Jennifer anasema nadhani walijua dhahiri kwamba kwenye chumba cha babangu kuna pesa, na Jennifer anasema kulikuwa kuna pesa kweli za mahari.
Jennifer anasema walinitishia kuniua pale, lakini kweli niliangalia funguo mahali ambapo baba wanaeka na mama, ila sikufanikiwa kuiona. Haikuwepo funguo kwa siku ile. Haikuwepo. Jennifer anasema wakaingia chumbani kwa kakaangu kule ambapo mimi ndio nilikuwa nakaa, search ya kukuwa na chochote cha maana. Walichokifanya, Jennifer anasema nilikuwa nimevalishwa pete ya thamani sana. Pete ya thamani mno. Kwa hiyo Jennifer anasema walichukua ile pete, wakanivua hereni, cheni nilizokuwa nimevaa, nguo wakawa wanaivuta kwa kunichana nini. Jennifer anasema wakanisukumia kule kitandani. Mmoja wao akaonesha kama anataka kunibaka. Jennifer anasema wakati wengine wanaendelea kusearch nyumba, ile mmoja akawa anavuta gauni langu kwa kulichana. Jennifer anasema naumia, gauni la urembo ambao unaniumiza, na anavyolivuta kwa nguvu unaniumiza. Jennifer anasema kanarua na jitahidi ananiziba na mdomo, ananikaba shingoni kama ananinyonga. Yaani Jennifer anasema ni puru kushani. Anakaja na mwingine naye ndo wakaanza kushirikiana naye, wananiziba mdomo. Jennifer anasema nilipambana, lakini wote walionyesha kwamba wana nia ya kunibaka dhahiri kabisa. Jennifer anasema niliona vile safari yangu ya kuolewa inavyoishia hapa, maana nikajua kabisa mimi baada ya kubakwa basi hakuna chochote kile ambacho kitaendelea. Felix siwezi kukubali kunioa mimi na nimebakwa, nimefanyaje? Jennifer anasema nilikuwa nalia kwa uchungu nikiwaomba wasinifanyie hivyo. Nimewaomba nikaomba, jamani naomba msinibake, msinifanyie, nitawapa chochote ambacho mnakitaka, lakini naomba msinifanyie hivyo na nini. Jennifer anasema niliomba bila mafanikio. Nikiwa naendelea Jennifer anasema kilichoniokoa zaidi ni msongamano wa lile gauni lilivyokuwa la vitu vingi, la mambo mengi, yani kunivua, yani ilikuwa ni ngumu. Mimi napambana nao, naumia na kujikaza. Jennifer anasema kati nimefikia muda ambao nimekata tamaa wa kuomba, ya kuomba msamaha ni kama dakika, Jennifer anasema kama dakika 3 mfululizo 4 nilikuwa wanapambana na mimi napambana kuomba msamaha, naomba wasinifanyie hivyo, lakini hakuna ambaye alikuwa ananisikiliza. Jennifer anasema aliingia mwingine ambaye alionyesha kama hakubaliana nao, akawa anasema sidhani kama ni muda sahihi wa kufanya hichi kitu, tumekuja hapa kwa lengo lingine na tunachokifanya hapa ni kitu kingine. Jennifer anasema ni kama yule alivyoongea alikuwa na sauti kwao, wakastop, lakini anasema tayari walikuwa wameshanichania nguo yangu, maziwa, niko wazi, same baadhi. Vile akaingia tamaa tena, vile aliwastopisha akaingia tamaa, akaanza tena mbona kama mtoto yuko anafaa kabisa kwa matumizi. Jennifer anasema si ndo kiranga kikaanza, wakaanza tena kunitaka kunirudia. Lakini Jennifer anasema walikuwa 4 tayari pale, walikuwa kwa 3. Akaja mwingine ambaye Jennifer anasema alivyoingia yeye akawa kama hajakubaliana na hilo jambo. Jennifer anasema mimi ndo jambazi ambaye alinitetea. Ni jambazi ambaye alikuwa ameshirikiana nao, lakini akanitetea, akaanza kugombana nao. Jennifer anasema mara wakaanza kugombana tena wao kwa wao, wakaanza kusukumana, wakaanza kupigana pale. Lakini hapo wakati wanafanya hivyo walisikia gari likiwa linaingia. Kwa hiyo wakawa wanakimbia sasa, wanasikia mlio wa gari kama unakuja, wakataka kuondoka. Jennifer anasema pale ndani zile pushani shamaliza kama dakika 7 hivi, yameshindwa kufanya walichokuwa wanataka kufanya. Na Miriam nipo namsikia tu kama analia kwa mbali. Nimeomba msamaha, nasema tena na Miriam anashindwa kuja kuniokoa na nini. Kumbe sikuwa najua kilichotokea kwake. Jennifer anasema kwa wale gombana na yule mwenzao, na walivyosikia gari linakuja wakawa wamegombana pale, wamempiga sana yule mwenzao. Jennifer anasema kwenye kumpiga wakawa wamempiga sana. Kwa hiyo yule mmoja wao akamwambia sasa wewe unajaribu kuingilia vibarua vingine, unajaribu kuingia kwenye anga za wengine, kasalimia wenzako gerezani. Kwa hiyo Jennifer anasema walikuwa wamempiga sana. Kwa hiyo wakawa kampiga, yani mwingine akampiga teke, mwingine akampiga ngumi, mwingine akamkanyaga, wakaondoka wao. Yani anasema kwenye kuondoka kutamaki sindo na baba na mama, sema mama ndo alitangulia kuingia ndani, akawa anasikia kilio cha dada Miriam. Alivyoenda dada Miriam ndo akamuuliza kama ni majambazi, mama akaanza kupiga kelele pale nini. Anasema ndo
polisi wakaitwa. Jennifer anasema wakati mama anapiga kelele, wakati yule mama anapiga kelele ashasikia ni wezi majambazi walikuepo na washaona zile purukushani za pale sebleni na nini walifukua wamefanya wakiwa wanatafuta pesa na kutafuta ufunguo kuingia chumbani kwa mama. Waliogopa sijui kuvunja kwa sababu ya kelele au sikujua ni nini ambacho akikuwapa akili ya kuvunja ule mlango wa babangu. Basi Jennifer anasema yule jambazi ambaye alinitetea alikuwa yani kabla hata wazazi wajaingia ndani wenzio walikuwa wanaondoka, alikuwa akijaribu kuinuka lakini alikuwa na maumivu. Kijaribu kuinuka na hivyo anaanguka. Anasema aliniangalia, mimi nilikuwa namuona macho tu. Anasema aliniangalia kama kwa macho ya huruma. Na Jennifer anasema alinitetea, alinisaidia. Kwa hiyo na mimi nilitamani yani nikajikuta nimeingia na roho ya huruma kusema nifanye kitu na yeye nimsaidie. Jennifer anasema kweli nilimsogeza, kwa sababu alikuwa anasema nilimsogeza nikamficha kwa sehemu ambayo ina kitanda, ina kabati. Kwa hiyo kwenye kona hivi nikaweka afu nikaweka kama nguo juu yake ili mtu yote asiweze kumuona. Jennifer anasema sikuweza kumweka uvunguni kwa sababu kitanda chetu kina uvungu mdogo sana. Yaani sio rahisi mtu kuingia na vile na vidonda. Amevaa manguo mengi ya kijambazi, yani mpaka afanikie kuingia, aingie uvunguni. Basi hadi watu kukamatwa shakamatwa. Jana anasema babangu alipiga simu polisi, Felix alikuja, akitamaki na nini, lakini mama alikuwa yuko busy chumbani kwa dada Miriam. Sema Felix alikuja, kuniuliza kama amenifanya chochote, nikamwambia kuna chochote alichonifanya na nini. Lakini aliona ni sema walipambana sana, nikamueleza ilivyokuepo, lakini nikamwambia walitaka kunifanyia hivyo lakini hawakufanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo hawajanibaka. Kuna mmoja ambaye alikuwa wampingana nao kwa anaambia kwamba swali kilichowaleta, kwa hiyo sifanye hivyo kwangu, kwa hiyo hawakunibaka na nini na nini. Na namshukuru Mungu na nini, polisi wakaja muda ule kwenye kufanya search na nini kupata maelezo kutoka kwangu. Kwa dada Miriam haikuwezekana kabisa, maana alikuwa ni mtu wa kulia tu, hakuwezekana kuchukulia maelezo yoyote yale. Lakini Jennifer anasema Miriam alikuwa ni mtu wa kwanza kufika nyumbani. Sasa sijui yani polisi waweza kujua na wenyewe aliwakuta au yeye ndo alimkuta hivyo. Lakini Jennifer anasema mimi polisi kwenye kile chumba ambacho mimi nilikuwepo waliokota mkufu. Anasema ule mkufu ulikuwa na picha ya mwanamke. Anasema wakati kwenye kuuliza polisi wakasema kama wameokota mkufu, kama utakuwa ni mmoja wa majambazi basi wanaweza kuwasaidia kwenye upelelezi. Lakini Jennifer anasema ule mkufu niliuona kwa yule kijana ambaye alinisaidia, ambaye mimi nimemficha kule chumbani. Kwa hiyo nikasema kwamba ikitokea huenda yeye anaweza kukamatwa. Nikawaambia kwamba ule mkufu ni wa kwangu. Jennifer anasema nikaambia ni wa kwangu, akaambia wa kwako imekuwaje? Nikaambia wa mkufu ni wa kwangu, mimi nilipewa zawadi. Wakaniuliza mbona ina picha ya mwanamke? Jennifer anasema niliwaambia ni wa rafiki yangu. Yaani ni rafiki yangu mimi, baada ya kumaliza chuo niliambia kwamba ni njia sahihi ambayo mimi na yeye tutakumbukana. Jennifer anasema nilitafuta tu uongo wa chapchapu ile kuzunguza pale kwa sababu nilishauona kwa yule kijana mwanzo wa kabla hajaanza kupigana. Kwa hiyo nilijua fika kabisa wakati wamevutana pale itakuwa ndo walimtoa ule mkufu shingoni. Kwa hiyo nikamwambia tu ni mkufu wangu mimi, na basi akanipa. Basi sema polisi walichukua maelezo ya awali pale na nini, zile damu ambazo walikuwa wamezikuta kule. Jennifer anasema niliwaambia ni za kwangu, ni sijaumia sana, nimepata michubuko. Jennifer anasema kweli nina michubuko ya kutoa damu kwa sababu ile gauni ilikuwa na nakshi ambazo zinaumiza. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine nilivilia damu kesho yake. Kuna baadhi ya maeneo ambayo nimevilia damu, nimefanyaje hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nimeumia kwa kiasi, lakini sio kwa ile damu ambayo matone ilikuwa mengi pale, alikuwa na yule kijana, alikuwa sio ya kwangu. Jina anasema basi baada ya kila kitu pale Felix naye akaondoka na nini, muda umeshaenda sana. Sasa ndo nikaenda chumbani kwa dada Miriam kwenda kuona nini ambacho kimetokea. Sema sikutaka kwenda saa zile kwa sababu
nilihisi tu kwamba huenda kuna kitu kibaya ambacho kimemtokea dada Miriam. Kwa hiyo kama nikienda pale alafu Felix akaja akajua, dada Miriam atajisikia vibaya zaidi. Kwa hiyo bora nisiende kwa wakati ule. Baada ya Felix kuondoka na mimi ndo nikaenda. Nasema nimekuta mama akiwa anambembeleza Miriam sana. Na Miriam analia, toka nimekuja mimi. Jennifer anasema analia mpaka sasa hivi, analia tu. Nikawa najiuliza hivi inawezekana kweli ikawa ni kwa sababu hiyo au kuna kitu kingine. Jennifer anasema nilivyoenda nimekuta Miriam analia sana. Amelia sana, mama anambembeleza, amemlaza kwenye mapaja yake. Analia, dada Miriam analia mno. Jennifer anasema kabla sijauliza nini ambacho kimetokea nikiwa kwenye mshangao baada ya mimi kuona ile hali iliyokuwa pale. Jennifer anasema dada Miriam alianza kuongea. Akaanza kulia kuwa anaongea na ananiambia sababu ni wewe. Sababu ni wewe. Hujajali hata thamani ya mimi kuwa dada yako, vile nilivyokuthamini, nilivyofanyaje. Wewe ndio chanzo Jennifer. Wewe ndio chanzo cha maumivu yangu yote haya. Nimepoteza kila kitu. Nimepoteza kila kilichokuwa chema kwangu. Nimempoteza Felix. Isitoshe nimepoteza leo tena kile ambacho kilikuwa ni muhimu kwangu. Kile ambacho kilikuwa kinanifanya mimi nikubali kuonekana mshamba, kilikuwa kinanifanya mimi niendelee kujikubali na kujiona wa thamani, nimepoteza kila kitu. Wewe ndo chanzo. Nakuchukia Jennifer. Nakuchukia mno. Umefanya nimepoteza kila kitu kwenye maisha yangu. Sina thamani tena mimi. Natamani kufa. Bora nife. Hakuna cha thamani tena kilicho juu yangu. Nimepoteza kila kitu. Wewe Mungu sio kwa nini nifanye mimi hivyo? Nani? Jeni anasema dadangu alikuwa analia. Na Jeni anasema nikiangalia kitandani kuna matone ya damu. Na iliashiria wazi kabisa kwamba dada Miriam amebakwa. Kutokana na yale maneno pia alikuwa anayatoa. Tena amebakwa vibaya sana. Amefanywa kitu cha kikatili sana. Amefanywa yani kwa namna mbaya mno. Alikuwa analia lakini alikuwa akinilaumu mimi. Jennifer anasema nilielewa dadangu amelinda usichana wake. Tokea ni kitu ambacho kimemfanya hata huenda sijui wameachana na Felix na nini, lakini dadangu amelinda usichana wake sana, akiamini kwamba mwanaume ambaye atakuja kwa naye basi atakaye kuja kumuoa ndio ambaye atafaidi kwenye usichana wake. Lakini ilikuwa hivyo. Wabakaji, majambazi yale yameharibu usichana wa dadangu. Jennifer anasema nilimsaidia kuumia. Kiukweli na mimi niliumia. Dadangu amejitunza, yani amemaliza hadi chuo. Tena anasema dadangu amesoma chuo kikuu kamaliza, alikuwa anaonekana mshamba wa ajabu sio na nini. Jennifer anasema unajua tabia za mwanamke ambaye ni bikra vile ambavyo anakuepo. Basi ndio yani hizo tabia hazikwepeki kwa dadangu zilikuepo. Lakini majambazi wamemtoa usichana wake. Wamemvua usichana wake ambaye ameulinda kwa hali na mali. Usichana wake ambao yani ameupambania haswa, na ndio kitu ambacho kwa kinampa confidence yake, amini kwamba mwanaume ambaye atakuwa naye atakuja kumkuta bado akiwa bikra. Ila leo hii dadangu analia amebakwa. Jennifer anasema niliumia sana. Iliniuma sana. Mno, nikasema ni at least bora tafadhali hata mimi ningebakwa mimi, ambaye mimi yani nilishapoteza usichana wangu kitambo tu zamani sana. Lakini dada yangu hapana. Bora mimi ningetafuta hata namna nyingine, yani ningeelewa kwa sababu nishawahi kufanya hivyo. Ila dada yangu hajawahi kufanya hivyo. Ametolewa bikra yake na majambazi, tena kwa maumivu makubwa mno. Kwa kumvuruga ni kwa maumivu makubwa mno, maskini dada yangu. Jennifer anasema hata taarifa hiyo mamangu aliripoti polisi, japo Jennifer anasema dadangu alikuwa anataka kabisa, alikuwa anaona ni aibu kusema kwamba amebakwa. Yani alikuwa anaona ni aibu, anataka hata kutoka ndani, anafanyaje. Jennifer anasema dadangu kile kitu kilimharibu sana, yani kilimuumiza mno na kikazidi kujenga chuki zaidi juu yangu. Na Jennifer anasema mimi nilimuelewa tu kwamba maumivu anayopitia ndio maana hata anajumuisha mimi kubakwa kwake, na mimi ananijumuisha kwamba mimi ndio chanzo na nini hivyo.
tunaishia hapa kwa siku ya leo. Itakuwaje? Maskini Miriam ambaye ametunza usichana wake, majambazo wamemfanyia kitu ambacho sicho kabisa. Itakuwaje? Haya, yule kijana ambaye Jennifer amemficha mle ndani, mwisho wao ni upi? Atatokaje? Tayari wazazi washarudi nyumbani, tahadhari ni kubwa, akitoka lazima hakikishe mfunga milango na nini. Itakuwaje? Atamtoaje humo ndani? Au ndo watamkuta amemuibia tena? Au kipi ambacho kitatokea? Mimi naitwa Madam T, endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Niwatakie jioni njema.